Jamani, habarini za saizi ndugu zangu, ni mimi mama yenu Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na mizimu ya asili na jadi. Kwa hiyo siku ya leo ndugu zangu, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi. Siku ya leo nataka nizungumze na nyinyi kwa wale ambao mnahitaji kumiliki mali. Mnahitaji kumiliki mali kupitia mizimu. Mnahitaji kuondokana na changamoto ya umaskini. Umehangaika kwa muda mrefu, unapambana kutafuta mafanikio hupati. Namna gani sasa uweze kupata utajiri, na utajiri huo au usioisha? Lakini pia kwa wale ambao wamesahau kabisa au wameacha kabisa kufanya matambiko, na ndio maana watu wengi wanakuwa wanafilisika, na ndio maana watu wengi wanakuwa maskini, kwa sababu wamesahau mila za kwao, wamesahau kufanya matambiko, na vile vile hawajijui wametokea wapi na asili yao ni nini. Kwa sababu kizazi cha sasa hivi ni tofauti na kizazi cha mababu zetu. Kizazi cha mababu zetu walikuwa wanashika mila, walikuwa wanashika miko, na walikuwa wanakaa katika utaratibu wa asili na jadi. Kwa hiyo kizazi cha sasa hivi, kwanza wamekuwa si watu wa kukaa katika mila, na vile vile wamekuwa sio watu wa kushika miko, na wamekuwa si watu wa kukaa katika matambiko. Kwa hiyo vitu hivyo ndio vinakwenda kupoteza nguvu ya asili, na ndio maana watu wengi wanakuwa wanalalamika, maradhi yamekuwa mengi, uchumi umekuwa mgumu, mazao watu wanalima hawapati. Watu wengi wamekuwa wana changamoto kubwa ya umaskini, kwa sababu tumeacha kufanya mila, tumeacha kukaribisha nguvu za asili, tumeacha kushirikiana na hizi nguvu za mababu zetu. Miaka ya nyuma, enzi za mababu zetu, watu wengi walikuwa wanakaa katika miko. Kila mwisho wa mwaka watu wengi walikuwa, makabila mengi yalikuwa yanafanya matambiko. Walikuwa wanatambika, mwisho wa mwaka unapofika, watu wanachinja ng'ombe, wanachinja makondoo, wanaitwa wazee, wanaojua jadi, wanafanya matambiko. Watakapofanya matambiko hayo, basi mvua zitanyesha kwa wingi, na watu watapata mazao kwa wingi, kwa sababu wamewaita wale waasisi wetu, wazazi wetu, vizazi vilivyopita, ambao wao ndio walisababisha sisi kuwepo. Lakini leo hii watu wengi wameacha mila, wameacha miko, wameacha utamaduni wetu, wameacha ile nguvu yetu ya asili, na ndio maana watu wengi wamekuwa wanahangaika. Kumekuwa kuna maradhi mengi, kumekuwa kuna vitu vingi vinavyokuja kututesa, kwa sababu zile nafsi ambao ni mababu zetu wametuacha, wametutelekeza. Na ndio maana unaona wewe ndugu yangu ambaye umeacha tambiko, unaona maisha magumu, unaona mambo yako yaendi, unaona kuna maradhi ya ajabu yanakunyemelea. Lakini pia, na ndio maana hata unarogwa na wachawi, kwa sababu ile nguvu ya kinga ya asili haipo tena kwako. Tayari hata wachawi wana uwezo kukufanyia kitu kibaya na kikakupata, kwa sababu ulinzi wako, nguvu yako, ngome yako imara imetoweka. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi watazamaji wa familia Dr. Mama Kavumo, nimekuja hapa niwape elimu kwa wale ambao wanahitaji kupata mwongozo katika nguvu ya asili. Usiache kuwasiliana na mimi, au fata wazee wa jadi, watakuelekeza. Wapenzi watazamaji, kwa wale ambao wanahitaji kupata mafanikio, wewe umekuwa unahangaika kupambana kwa muda mrefu, lakini hupati mafanikio. Unakuwa ukipata pesa haikai, kila unachokifanya kinavurugika na kuharibika. Hujui shida ni nini na hujui changamoto ni nini. Sikiliza nikwambie jambo. Unapohitaji kupata mafanikio, iwe ni mafanikio ya asili ya mizimu, lakini pia iwe ni mafanikio ya asili ya majini, unachotakiwa kufanyika ni lazima utoe ili uweze kupokea. Tunapozungumzia hata ni mzimu wa kwenu, kama wewe huutolei sadaka, huutolei kafara, huutambiki, utajiri utausikia kwa jirani. Kama wewe huwezi kutoa, ni lazima utoe na ndio upokee. Kwa hiyo wewe kama unahitaji kupata mafanikio, ni lazima ujue, lazima utoe sadaka, lazima ugaramike, lazima upite katika utaratibu ndio uweze kufanikiwa. Na ndio maana watu wengi sasa hivi unakuta mvua hazinyeshi kwa sababu hamfanyi matambiko. Unakuta riziki zako zimefunga kwa sababu umesahau kufanya ile mila ya asili, na ndio maana hata wao wanakuacha. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Dr. Mama Kavumo, naomba kwa wale ambao wanajua wanahitaji kupata nguvu ya asili. Katika nguvu ya asili kuna neema na baraka kubwa sana ambao watu wengi hawajui. Kwa hiyo katika tambiko kuna nguvu kubwa ya asili ambayo watu wengi wanakuwa hawajui. Kwa hiyo kwa wale watu ambao
uko mkoa wote ule, uko nchi yoyote ile. Kuna watu wengi, ndio maana tukasema karne za sasa hivi ni tofauti na karne za miaka ya nyuma. Karne za miaka ya nyuma baba ndo anasimamia tambiko, baba ndo anasimamia mila, mama bibi ndo anasimamia mila. Lakini vizazi vya leo imekuwa ni changamoto kwa sababu baba hajui mila, mama hajui mila, hawajui matambiko, hawajui mila na desturi ya kusogeza nguvu za asili za mababu karibu. Kwa hiyo na ndio maana kumekuwa na changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unasumbuliwa na nguvu ya asili, unasumbuliwa wenda kulitakiwa kufanyike matambiko, umepewa jina la baba, umepewa jina la babu. Babu alikuwa ni mganga wa tiba za asili. Babu huyu alikuwa anamiliki mizimu. Lile jina kwa sababu ni kubwa umepewa wewe. Wewe hujui. Kwa hiyo ile nguvu ya asili lazima itakusumbua. Itakusumbua kwa namna gani? Itakusumbua kwa sababu utakuta wewe ni mtu labda unafanya kazi serikalini, au wewe ni mtu mfanyabiashara mkubwa, lakini kuna nguvu ya asili wenda ungeikaribisha kwako, ungeisogeza karibu, ungekuwa ni mtu mwenye mafanikio kwa sababu ile nguvu ya asili, ule utawala mkubwa ambao ulikuwa babu anaumiliki, babu unamuongoza, wenda ungekuja kwako ukaongoza zaidi, ungepata mafanikio zaidi. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa katika asili na nguvu ya mizimu ya mababu zetu. Kwa hiyo naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment.